kwamba Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia mpango wa utafiti na demokrasia REDET, na kwa kushirikiana na kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP Center, ambapo mkurugenzi wake mkuu ni ndugu Kafulila hapa, tumetayarisha kwa pamoja kongamano kuhusu dola, masoko na uhamasishaji wa mitaji, nafasi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya Tanzania 2050. Sasa wasilisho letu litakuwa katika sehemu mbili. Ya kwanza nitampa nafasi mkurugenzi mkuu wa kituo ili aweze kutueleza kwa ufupi tu nini hii dhana ya ubia kati ya serikali na sekta ya umma na sekta ya binafsi. Akimaliza basi mimi nitakuja kuzungumzia zaidi juu ya hilo kongamano la kesho. Kwa hiyo karibu Mr. Kafulila. Asante Profesa. Ndugu wanahabari, kama ambavyo Profesa Mkandala amezungumza kwamba tumekutana pamoja kituo cha ubia PPP Center pamoja na taasisi ya utafiti wa masuala ya demokrasia REDET chini ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mahususi kabisa kwa ajili ya kufahamisha umma kupitia kwenu kwamba tutakuwa na mdahalo, kongamano kwa ajili ya kujadili nafasi ya sekta binafsi na sekta ya umma kuelekea uchumi wa mwaka 2050 ambao siku chache zijazo mpango wake au dira yake itakwenda kuzinduliwa. Kwa hiyo sisi kama kituo cha ubia ambacho mimi ninakiongoza, tunao wajibu wa kile kinachoitwa ushirikishwaji wa umma kwenye masuala haya ya ubia. Ubia ni, nadhani mnafahamu kwamba ni mikataba ya muda mrefu ya kutumia sekta binafsi kufanya majukumu ambayo kimsingi ilikuwa ni serikali iyafanye. Ni jukumu la serikali kujenga barabara, ni jukumu la serikali kuzalisha umeme, ni jukumu la serikali kuendesha bandari, lakini kwa sababu tofauti ambazo zitajadiliwa kwenye kongamano hilo, serikali huwa inaipa sekta binafsi kutekeleza kwa utaratibu huo ambao unaitwa utaratibu wa ubia. Kwa hiyo kituo cha ubia kinalo jukumu la kushirikisha umma kuhusu masuala haya kwa lengo la kujenga uelewa unaofanana kuhusu kile ambacho serikali inakifikiri na kile ambacho wananchi wanakifikiri, ili kujenga mtazamo unaofanana, kwa sababu kwa ujumla serikali inatekeleza haya kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya umma. Kwa hiyo sisi kama kituo cha ubia, moja ya majukumu yetu ni hiyo inaitwa public engagement, kwa ajili ya kufanya umma uelewe miradi au uelewe masuala ya kisera, ya kisheria na mipango ya serikali kwenye maeneo hayo ya ubia. Tuliona ipo haja ya kushirikisha au kushirikiana na taasisi kubwa na muhimu kama REDET ambayo imebobea katika uendeshaji wa haya makongamano, kwa lengo la kwanza kushirikisha umma, lakini zaidi kufanya wanazuoni wa Tanzania wawe sehemu ya fikra katika eneo hili, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunafikiri katika namna ambayo inafanana kati ya serikali na wanazuoni tunapozungumza masuala ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi. Kwa mdahalo wa kesho msingi wake, kongamano la kesho msingi wake ni huo, na sisi ni sehemu ya kutimiza wajibu wetu kama kituo cha ubia kufanya public engagement kwenye masuala ya kisera, kisheria pamoja na programu za masuala ya ubia, kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunapata mawazo, changamoto, mitazamo juu ya namna ya kufanya vizuri zaidi tunapokwenda mbele. Kwa mnafahamu kwamba serikali inakwenda kuzindua hiyo dira
dira ambayo inalenga kujenga uchumi utakaofika takriban dola trilioni 1 katika miaka 25 ijayo. Uchumi ambao ukubwa wake unaozungumza ni takriban sawa na nchi 19 tu duniani ambazo kwa sasa zimefikia kiwango hicho. Kwa hiyo ni assignment kubwa ambayo tunakwenda tunaifikiria au serikali inaifikiria kuifanya, na kwa hiyo uhusishaji wa wasomi wanazuoni kwenye kuchakata mtazamo wa serikali na programu za serikali, sera zake pamoja na sheria zake na namna ambavyo imejipanga kufikia ni muhimu sana. Kwa hiyo ndio msingi wa sisi kuja kusema kwamba tufanye ubia na sisi na Reddit watupe kile ambacho wanaweza kukifanya vizuri zaidi. Reddit wamefanya vizuri zaidi kwenye kuendesha kongamano na midaharo. Wamefanya vizuri kwa miongo mingi sasa. Kwa hiyo sisi tukaona kwamba tuwaombe tuweze kufanya kazi kwa pamoja kwa kuanzia na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanazuoni wanatoa mchango wa kutosha katika mtazamo wa serikali na mtazamo wa serikali kwenye programu zake, sera zake, sheria zake na namna ambavyo inavyofikiria kuelekea hiyo dira ya 2050. Kwa Profesa, nadhani hayo kwa kifupi ndio ambayo ningeweza kuyazungumza kwa wanahabari, na ndio ujumbe ambao ningefikiri Watanzania upate, na kwa kuupata waweze kushiriki, kwa sababu ni kongamano la wazi, waweze kushiriki kikamilifu kwa ajili ya kutoa maoni, lakini vile kwa ajili ya kusikiliza kile ambacho wanazuoni pamoja na serikali tunajadili. Na nadhani kongamano hili litakuwa wazi kwa maana ya kushiriki, lakini wazi pia kwa maana ya engagement hiyo ya media ambayo itakavyokuwa kama ambavyo profesa atakavyoeleza, kwa sababu yeye ndio ambaye ana run hii program kwa hiyo kesho. Asanteni sana. Nimeona sasa hapa hakuna makofi. Basi sawa jamani. Sasa kama tunavyojua ubia kati ya dola, serikali na sekta binafsi ni kama upanga au ala yenye makali sehemu zote mbili. Sehemu zote zinakata. Kwa hiyo ukishika vizuri huo upanga kwa kuuelewa, ukawaelewa unakata wapi, utapata manufaa mazuri tu. Lakini kama una uelewa wa kutosha, unaweza ukajikata na kukawa na madhara. Kwa hiyo sisi pamoja na kituo cha ubia tunataka kuongeza ufahamu na uelewa wa ubia huu kati ya sekta binafsi na dola. Na katika kufanya hivyo tunataka pia sio kwamba kuna maarifa ambayo tayari yatakwenda kumwagwa pale, ila ni kwamba kwa kufikiria kwa pamoja, wanazuoni, watendaji wa serikali, washiriki kutoka vyama vya siasa, washiriki kutoka media, washiriki kutoka taasisi sio za kiserikali, wote kwa pamoja tutaweza kuchambua, kudadavua na kukuza uelewa wetu wa upanga huu ambao ni muhimu kwa kweli. Kama matarajio yetu ni kuwa na maendeleo kwa kasi zaidi, makubwa zaidi, lazima kuengage na private sector, lakini inabidi tufanye hivyo kwa uangalifu mkubwa, lakini bila kuogopa. Hamna kuogopa, lazima tuwe na ujasiri, lakini ujasiri ambao unajengwa na msingi wake ni uelewa ambao ni mpana, ni mzuri, ni shirikishi na endelevu. Kwa hiyo hilo kongamano la kesho tutakuwa na kuna watu wa mada watatoa mada ndogo 3, ambao ni mmoja atakuwa ni mkurugenzi mkuu David Kafulila, ambaye ataizungumzia hiyo dhana ya PPP na nafasi yake katika kuelekea dira ya taifa ya 2050.
na kishamaliza kuongea basi kutakuwa na mjadili mada ambaye naye atazungumza, lakini kwa muda mfupi, na mjadili mada wake atakuwa ni Profesa Anna Tibaijuka ambaye nyote wote tunamfahamu, ni profesa wa uchumi mstaafu, waziri katika serikali ya Jamhuri ya Tanzania mstaafu, ofisa mkubwa katika Umoja wa Mataifa na kadhalika. Kwa hiyo yeye atajadili hilo wasilisho la ndugu Kafulila. Baada ya hapo kutakuwa na mada ndugu ya pili, itakuwa ni nafasi ya sekta binafsi na mitaji kutoka nje katika ujenzi wa uchumi wa Tanzania. Hii itawasilishwa na Profesa Abel Kinyondo. Yeye ni profesa wa uchumi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam katika idara ya uchumi. Baada ya hapo hii mada yake itazungumzwa, itajadiliwa na Dr. Jamal Msami. Dr. Msami yeye ni mkurugenzi katika taasisi ya REPOA, Research and Poverty Alleviation. Yote tunaifahamu, ni taasisi ya siku nyingi na imefanya tafiti nyingi katika masuala ya kupunguza umaskini. Mada ya tatu itakuwa ni nafasi ya PPP katika kukuza uwekezaji na ufanisi katika uendeshaji wa serikali za mitaa. Kama wote tunavyojua, serikali za mitaa ni wadau wakubwa kabisa katika utawala bora na kuleta maendeleo hasa vijijini, lakini hata mjini. Kwa hiyo Dr. Jeje Kafigi yeye atatoa wasilisho hilo, na baada ya hapo tutamkaribisha Bwana James Maziku kutoka kituo cha uwekezaji. Yeye ndio atakuwa atajadili mada hiyo. Tunakaribisha waje, utakuwa kwenye ukumbi wetu wa maktaba mpya, ukumbi nadhani wengi mnaufahamu, na kwa hiyo tutaweza kujadili mambo haya kuanzia saa 2:30 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Lakini sambamba na hili kama mnavyojua, kutokana na wasilisho la mjadala wa uprofesa kuhusu dola, soko na kushindwa kwa taasisi kujifungua kwa uchungu wa kushinikiza, maisha ya mateso na kifo cha maumivu cha MV Bukoba. Kwa hiyo sasa ulikuwa ni mwadhara wa profesa uliwasilishwa mwaka jana, lakini sasa imetolewa kitabu kwa Kiswahili na kwa Kiingereza. Kwa hiyo vitabu vyote hivi viwili vitazinduliwa pia kesho katika kama sehemu ya kongamano hilo. Kwa hiyo nakaribishwa pia, na nimehakikishiwa na wachapishaji wa Mkuki na Nyota kwamba kutakuwa na nakala nyingi